Moze, labda utuambie, tumeona kupitia peji yenu ya Instagram, lakini pia tumeona taarifa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ajali mlioipata. Labda unaweza kuambia Watanzania ni kipi kilichotokea? Kwanza ni ukweli, tukiwa safarini kutokea mkoani Kagera ambako tumetoka kucheza mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar, tukiwa tunakaribia jijini Dodoma maeneo ya Bahi, kwa watu ambao wako Dodoma wanafahamu zaidi, tukapata hiyo dhuruba ambayo umetoka kuizungumza. Gari yetu iliweza kugongwa kwa nyuma na gari ya Amaroli almaarufu wanaita semi, iliweza kutuvamia kwa nyuma na kuweza kutugonga. Kwa bahati mbaya, wakati hiyo tukio linatokea, mbele yetu pia kulikuwa kuna basi jingine. Kwa hiyo dereva wetu tunamshukuru, alipambana sana kuhakikisha anamkwepa kutokana na baada ya kupushiwa kama amesukumwa, lakini akapambana akalikwepa gari ile kuwepo kwa mbele yake. Kwa kwenye mita kama 3-4 tukasogea kwa mbele, basi gari kaenda ikasimama huko mbele. Bahati nzuri naweza nikasema ni kwamba yes, gari yetu kwa nyuma ndio ilipigwa kwa nyuma sana, huko pakawa pamechanika pote vibaya huku. Bahati nzuri ni kwamba hatukupata majeruhi wakubwa kwenye hiyo ajali, zaidi ya wachezaji kama wawili ambao afya zao kidogo hazikuwa nzuri kutokana na mshtuko. Kwa hiyo haraka daktari wetu kwa aliyekuwa kwenye gari hiyo akapambana akawapeleka kwenye hospitali ya Bahi. Pale alivyowapeleka wakawacheki, baada ya kadhaa walivyoangalia wakasema basi hawana changamoto kubwa sana, wakawaruhusu waje waungane na sisi pale eneo la tukio. Tukasubiri taratibu zingine za kiusalama kwa maana ya matrafiki na nini, walivyofika wakakagua, wakapima na vitu vingine kama hivyo. Baadaye tukaruhusiwa sisi kuendelea na taratibu nyingine. Kweli tukio limetokea, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, madhara hayakuwa makubwa, hasa ya wachezaji mastafu waliokuwa kwenye hiyo gari. Kwa hiyo mpaka hivi ninavyozungumza na nyinyi, hatuna mchezaji, kiongozi, hatuna stafu ambaye ameweza kuumia na kupelekea madhira makubwa ambayo tunaweza tukasema sasa tuna tatizo ama tuna changamoto kwa mchezaji huyo ama kiongozi kwa sababu ya hii ajali. Kwa hiyo baada ya hapo tuliendelea na taratibu za kawaida. Walikuja baadhi ya viongozi wetu, mstahiki meya wa jiji la Mwanza Sima Constantine walifika eneo la tukio kuja kuwaona vijana, kuongea nao. Kwa kuanzia pale tukawa pamoja mpaka hiyo operation ikawa iko sawa sawa. Viongozi wetu wa timu kupitia kwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza Kiomoni Kibamba, mwenyekiti wetu Biku Kotecha na CEO wakapambana kuhakikisha namna ipi sasa timu inatoka pale kuja jijini Dodoma, na hilo jambo likafanikiwa kwa kiasi kikubwa Dodoma. Hivi ninavyozungumza na wewe exclusive, muda mchache kutoka sasa hivi timu itaondoka mkoani Dodoma hapa kuelekea Morogoro, eneo la Kituo ambako tunakwenda mchezo wetu wa kombe la CRDB dhidi ya Kiluvya United. Kwa hiyo ni watu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, yes, tukio limetokea, lakini timu yao iko salama kwa maana ya watu ambao safari tuko sawa sawa na tunaendelea na program tulikuwa tumejiwekea za kila siku. Labda kwenye gari kulikuwa kuna idadi ya watu wangapi? Wachezaji walikuwa ni wachezaji 19 kwenye ile gari. Alafu pia kulikuwa kuna media department ambayo nilikuwa mimi na wenzangu wawili, tulikuwa na madaktari wawili, lakini pia tulikuwa tuna security manager, tulikuwa tuna kit manager, roughly watu kama 20 kwenye tuko sawa sawa na changamoto mpaka hivi ninavyozungumza. Labda Moze, tunafahamu kwamba kuna timu ambazo ziliwahi kupata madhira kama ya kwenu na waliomba mchezo uweze kupangiwa tarehe nyingine. Labda kuna mtu anaweza akajiuliza kwa nini nyinyi hamjaomba mchezo upangiwe tarehe nyingine na mmekubali kwenda kucheza mchezo huo? Kwanza ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hatuna sababu ya kuzungumzia matatizo ya wengine kwenye yetu. Lakini swala ambalo umeuliza ni swali la msingi sana ambalo watu wengi wanatamani kusikia na kujua hiki ambacho kiuliza. Lakini niwaambie tu kwamba madhira ambayo tumeyapata sisi kwenye ajali ya leo kwa namna moja ama nyingine hayakuwa madhira baada ya kila kitu kufanyiwa uchunguzi, hayakuwa madhira ambayo yangeweza kuhatarisha
utendaji kazi wa benchi la ufundi, wachezaji ama viongozi ambao tulikuwa tayari. Kwa management wauliza wachezaji, mnajionaje, mnajisikiaje? Wachezaji wakawa wako tayari kwamba ile ambalo limetokea ni jambo limetokea, sisi kuna kuipigania klabu yetu. Kwa hiyo kuona haja yoyote ama pengine tuombe muda mchezo wetu uweze kusogezwa mbele aidhisho. Kwa hiyo hao ndio wapiganaji namba moja tayari na wameridhia kwenda kucheza huo mchezo. Kumbuka pia nje ya hapo kuna mapumziko pengine baadaye watayapata kidogo kwa ajili ya kujimarisha kurejea kwenye. Kwa hiyo hao wapiganaji tayari sababu yote ya kuweza kuangalia hiki ambacho wao wamekisema kutokana na aina ya ajali, madhira ambayo tumeyapata kwenye ajali. Kwa hiyo wanaume wakasema wako tayari kwenda kupigania Pamba Jiji. Okay, kisaikolojia mnawaona, wewe kama msemaji unawaona wako fit? Nilikuwa nazungumza na kapteni wa timu yetu Yona Amos mara baada ya incident. Baadhi yao walikuwa wanatamani kwamba hata hii taarifa isitokee iende tu baada tusonge tuende kule, lakini tayari ni timu kubwa. Taarifa kama hii tayari lazima wako very positive kutokana na kila ambacho kimetokea, kila mmoja kwa nafasi yake, na wakaonesha tayari kwamba wako tayari kwa ajili ya kwenda kuipigania nembo ya klabu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo kisaikolojia, kiukweli wako vizuri, wako very positive, wako tayari na hakuna changamoto yoyote ambayo inaweza kutokea kwenye mchezo ambao unafuata ya Kiruvia United. Sawa, Moze, tukitoka kwenye swala la ambalo limewapata la ajali, labda tumeona mwenendo wenu kwenye hizi mechi 2-3 haujawa ni mzuri sana kama ambavyo mlivyofanya dhidi ya Dodoma Jiji, mkaenda nyumbani mkafanya dhidi ya Azam. Ni kitu gani hasa ambacho kimeingia hapa katikati kimekuwa ni dosari kwenu? Kwanza kwenye mpira wa miguu kuna vitu viwili ili uweze kupoteza mchezo wa mpira wa miguu, ni ama ubora wa wapinzani ama madhaifu yako wote yafanye ili hicho kitu kiweze kutokea. Kwa hiyo kwenye michezo iliyopita dhidi ya Young Africans ambao tumefungwa na Kagera Sugar magoli 2-1. Of course pamoja na mambo mengine tuna appreciate kwamba wenzetu walijiandaa kuliko sisi. Kwa mfano mechi iliyopita Kagera Sugar walitumia nafasi kuliko ni sisi, lakini pia ni sisi na walikuwa wamejitolea kuhakikisha wanavuna alama 3. Kwa hiyo hiyo kwetu imeshapita na haiwezi kurudi. Kwa hiyo kwa sasa focus ni michezo ambayo inafuata. Jibu lako nikilijibu kwa moja kwamba moja ni weakness ambazo tulizionyesha sisi kwenye hiyo michezo miwili ambayo umetoka kuizungumza Yanga pamoja na Kagera, lakini kingine ni quality ya wenzetu kwenye hiyo michezo miwili, namna ambavyo walijitolea na vitu vingine, ndio maana wameweza kupata ushindi mbele yetu. Kupitia hayo ambayo sasa yamejitokeza kwenye michezo miwili, sisi kama klabu yanatupa alert kwamba tulipo sio sehemu salama, tulipo sio mazingira mazuri. Kila mmoja kwenye klabu, shabiki, kiongozi, wachezaji, benchi la ufundi, kila mtu akiangalia tebo anaona tulipo. Njia pekee ya kutoka pale ni kuhakikisha tunapigana kwenda mbele. Kwa hiyo ni watoe hofu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji. Baada ya kumaliza mchezo wa CRDB, ligi itakaporejea April, mechi yetu michezo yetu mitatu ambayo inafuata mfululizo tutaicheza pale jijini Mwanza. Tunaamini kwa umoja wetu, kwa upendo, kwa mshikamano, ni michezo ambayo tutatakiwa kupambana tuweze kuishinda. Hatutatakiwa kuishinda kwa maneno kama anavyozungumza, lakini kwa wote kwa wamoja, naamini hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kwa wasiwe na hofu, lakini ni ukweli jitihada, commitment lazima zijitokeze, watu kila mmoja afanye ili kuhakikisha hayo tutakwenda kuyatimiza. Kuna timu zinaamini kwamba kwenye ligi lazima uchague michezo ambayo naamini kwamba mimi nitashinda, na kuna timu kabisa ambazo wameshawahi kuzitoa, Simba, Yanga, wakienda wanaenda kupambana tu. Na nyinyi mmefanya hivyo au mmekosa machaguo ya kuamini kwamba sisi bwana timu hizi tunaweza tukazimudu na tukapata matokeo? Sisi hatujawahi kufanya hivyo na hatuna hayo mawazo hata kidogo. Yaani sisi tunacheza na kila timu ambayo iko kwenye ligi, na ukija ukawa umekaa vibaya, sisi tuko vizuri, sisi tunakufunga. Kama unakumbuka vizuri, timu nafikiri labda ni Young Africans ndio wametufunga comfortable, lakini the rest watu wamefanya kazi. Tumefungwa goli 1-0 na Simba Sport, lakini pia utakumbuka Azam amekuja nyumbani tuliweza kumfunga kwao tukatoa sare. Kwa hiyo mimi bado naamini ni swala la timu kujiandaa, sio swala la kuchagua michezo. Ukiwa una quality ya kutosha, technical staff iko vizuri, ulifanya pre-season vizuri, labda ukateleza kwenye dirisha dogo ukaitumia vizuri, bado mimi naamini mchezo wote wa ligi kuu na uwezo wa kushinda ikiwa umejiandaa vizuri. Na sio kusema mimi nachagua
hii Moses FC na ishinda hii siishinde. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa kila mchezo kuhakikisha malengo yetu yanatimia. Haya, sawa, tujibu basi hata kama meki ili tujisikie raha. Sasa utofauti wa mimi na wasemaji mwingine si ndio unaanzia hapo. So,